your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster. Yes, taarifa kutoka Kijiwe cha Ndondi TZ pale Instagram, wao wameweza kuthibitisha kwamba walifanya mahojiano na bondia ambaye alikuwa mpinzani wa Hassan Mwakinyo pale nchini Ivory Coast. Hapa namzungumzia Mike, na katika mazungumzo yao Mike Soro akaweza kuulizwa maswali mengi hususan la ushindi na tuhuma za Hassan Mwakinyo kusema kwamba inasemekana kwenye mtu ambao alikuwa analalia kwenye chumba chake kulikuwa kumepuliziwa madawa ya kulevya ili kuweza kumchanganya na kumdhoofisha ili akifika ulingoni aweze kupoteza pambano, na mwisho wa siku ni kweli tukashuhudia Hassan Mwakinyo akipoteza lile pambano. Kwenye mahojiano hayo, bondia Soro kutoka nchini Ufaransa ambaye aliweza kuzichapa na Hassan Mwakinyo pale nchini Ivory Coast ameweka wazi, amesema kwamba kushindwa kwa Hassan Mwakinyo ni inaonekana ni juhudi zake tu mwenyewe kwa ajili ya kujiandaa hasa kwenye mazoezi na vitu vingine, wala sio uchawi. Lakini pia kanusha tuhuma hizo za kusema kwamba aliweza kufanyiwa hujuma za kuwekewa madawa na vitu vingine ili aweze kuzoofika na aweze kupokea kichapo kama kile ambacho alikipata raundi ya 9, mwamba akashindwa kuendelea na mchezo wa masumbwi. Nikinukuu kile ambacho aliweza kuzungumza na Kijiwe cha Ndondi TZ, Soro anasema, unajua kwamba unaposhindwa mara nyingi unatafuta visingizio vingi ili usiwajibike kwa kushindwa kwako. Inasikitisha kwamba alisema hivyo. Tuhuma za kupuliziwa madawa kwenye mtu wa kulalia, kwa sababu nilifanya kila kitu kuhakikisha anakaribishwa vizuri nchini Ivory Coast. Mimi sio mchawi. Dawa yangu pekee ya miujiza ni mazoezi ya bidii. Kuhusu uwezekano wa pambano la marudiano, Michael Soro anasema kwamba labda siku moja kutakuwa na marudiano nchini Tanzania. Mwisho wa kunukuu kile ambacho aliweza kufanya mahojiano Michael Soro dhidi ya Kijiwe cha Ndondi TZ Juni 19, 2026. Yes, kwa hiyo Michael Soro ndio hivyo namna ambavyo ameweza kukanusha zile tuhuma za kusema kwamba huenda Hassan Mwakinyo alifanyiwa hujuma katika maeneo mbalimbali ili kuweza kumtoa mchezoni kabla ya pambano, na amesema kwamba uchawi wake mkubwa ni mazoezi ya bidii. Nikukumbusha tu kwamba Juni 10 mwaka huu 2026 tuweza kushuhudia pambano la kimataifa kwa bondia Mtanzania Hassan Mwakinyo, ambapo alipata bahati ya kwenda kucheza pambano la kuwania ubingwa wa dunia wa IBO pale nchini Ivory Coast dhidi ya bondia Mfaransa Michael Soro. Na pambano lile likawa limekamilika kwa Hassan Mwakinyo kupoteza kwa technical knockout kwenye raundi ya 9, pambano ambalo lilipangwa kupigwa raundi 12. Katika hali ya mchezo ambao tuweza kushuhudia, Hassan Mwakinyo ni kweli alikuwa dhaifu na watu hawakujua kipi ambacho kimemsibu Hassan Mwakinyo mpaka kuonyesha udhaifu ule akiwa ulingoni, tofauti na vile ambavyo wengi wanamfahamu Hassan Mwakinyo, na katika mapambano yake mengi huwa anachangamka, lakini pale alionekana kudhoofika. Wengine wanasema kwamba huenda ulikuwa uoga wa mchezo kwa sababu anafahamu uwezo wa bondia Soro, lakini pia wengine wanasema kwamba huenda Hassan Mwakinyo ni kweli aliweza kufanywa hujuma za kuwekewa madawa na vitu vingine ambavyo vilikuwa vingi vimeweza kuzungumzika. Lakini pia tukawa tumemshuhudia Hassan Mwakinyo mwenyewe akitoa ufafanuzi kuhusiana hiki ambacho kiliweza kujitokeza, na Soro leo hii ameweza kujibu tuhuma ambazo Hassan Mwakinyo alijaribu kutueleza mara baada ya kumalizika kwa pambano husika. Hassan Mwakinyo kwenye maelezo yake anasema kwamba wakati amefika nchini Ivory Coast alianza kuona hujuma za wazi tangu ambapo amefika airport. Alianza kucheleweshwa kuweza kufika kambini, lakini pia anasema bajeti ya chakula ambacho kilikuwa kimelipiwa katika ile hoteli kilikuwa ni chakula kidogo sana ukilinganisha na chakula ambacho anatakiwa ale bondia. Lakini pia Hassan Mwakinyo katika maelezo yake anasema kwamba alianza kujisikia hali ya utofauti, kuishiwa nguvu kwenye miguu kabla ya pambano, na akawa amejaribu kuwashirikisha watu wake wa karibu, na ambapo mmoja akawa ameenda katika chumba chake kukagua na akashuhudia harufu fulani katika mtu ambao alikuwa analalia Hassan Mwakinyo, na inasemekana huenda ile harufu ilikuwa inamdhoofisha siku baada ya siku. Lakini pia Hassan Mwakinyo anasema alipata pigo la kuweza kupungua uzito tofauti na ule ambao alikuwa amejiandaa nao kwa ajili ya kupigana na bondia Michael Soro. Kwa hiyo yote hayo yaliweza kusababisha Hassan Mwakinyo kupoteza lile pambano. Hassan Mwakinyo amekubali yale matokeo ya kupoteza pambano na amesema kwamba mashabiki zake waweza kulipokea kwa namna yoyote ile, lakini alikuwa anatamani kuona kwamba anarudia pambano hili dhidi ya Soro katika ardhi ya Tanzania. Huenda anaweza akapata matokeo ya ushindi, na anasema kwamba ana ngumi kali, atamkalisha mapema sana endapo atakubali kupigana kwa mara nyingine tena. Lakini pia Soro kwenye haya mazungumzo amekubali kucheza pambano la marudiano dhidi ya Hassan Mwakinyo na amekubali lipigwe katika ardhi ya Tanzania. Kwa hiyo hapa tunasubiri kuona promotion ambayo itakuwa na uwezo wa kuweza kuandaa pambano hili
la Hassan Mwakinyo dhidi ya bondia Soro katika hali ya marudiano. Hassan Mwakinyo aliweza kucheza nchini Ivory Coast, pambano ambalo lilikuwa limeandaliwa na promotion ya ngome za kulipwa katika nchi ya Ivory Coast ambayo ilikuwa inafahamika kwa jina la The Dream Rank, na pambano la Hassan Mwakinyo lilipewa jina la The Dream 1 ambapo Hassan Mwakinyo alikuwa main card kwenye lile pambano. Lakini pia tuweza kumshuhudia Mtanzania mwingine Amir Rashid Matumla, naye alikuwa miongoni mwa mabondia ambao waliweza kucheza katika mapambano ya utangulizi. Yes, Soro yuko tayari kupiga rematch dhidi ya Hassan Mwakinyo na amekanusha zile tuhuma ambazo zinasemekana Hassan Mwakinyo aliwekewa madawa ili kumzoofisha ashindwe kufanya makubwa kwenye lile pambano. Wewe kwa upande wako ulikuwa na maoni gani kwa hiki ambacho amekizungumza bondia Soro? Tukutane kwenye comment.
Your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster.